Rais kubwa sana nyumbani kwa Mheshimiwa Rais na Jeshi Mkuu. Poleni sana. Nimeleta salamu za pole za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ameguswa sana na tukio hili au na vifo vya hawa wapiganaji wetu mahiri wawili. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Rais amenituma niwasilishe ubani wake kama ilivyo ada na mila na desturi za Kiafrika. Huwa kuna ubani unawasilisha pamoja na salamu za pole. Kwa hiyo kwenye tukio hili nitawasilisha pia ubani kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ameguswa sana na anawatakia subira wazazi, ndugu, jamaa wa marehemu kijana mpendwa wetu Private John Nyawata John. Anatambua ni jinsi gani wakati mgumu mlionao mnaopitia kwa hivi sasa, lakini amenituma niwaeleze kwamba yuko pamoja na ninyi. Kijana John alikuwa ni askari mahiri na alikuwa anatekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa, lakini kama ilivyo sisi wa Kristo, mara nyingi tunaamini kila linalotokea duniani basi limepangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu, sisi tulimpenda, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Kwa hiyo ndugu na familia, kio na maana baba, mama, ndugu, lakini pia na majirani pamoja na viongozi wa serikali wa mitaa hapa mliopo hapa, sote sisi tumeguswa sana na hili tukio, na nipende kusema kwamba huu msiba sio wa kwenu pekee, ni msiba wa Tanzania nzima na wala sio wa jeshi la wananchi peke yake, kwa sababu kijana wetu mpendwa wetu Private John alikuwa anatekeleza majukumu ya kitaifa. Alitumwa na taifa kwenda kuwasaidia majirani zetu kurejesha amani iliyopotea. Mnafahamu tumekuwa tukifanya kazi hizi toka enzi ya mwanzilishi wa taifa letu, baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, kusaidia nchi za majirani hasa kusini mwa Afrika ambapo amani inakuwa imepotea. Tumefanya kwa muda mrefu shughuli hizi. Kama familia tunashukuru sana. Tunasema tumepokea hizo salamu na huo ubani tumepokea, tunashukuru sana kwa roho yake nzuri, kwa sababu angekuwa mtu mwingine angeweza kukaa kimya tu na mambo yakaenda, lakini kwa upendo wake na roho yake nzuri ameweza kututumia hizo salamu na rambirambi, na sisi familia tumefarijika sana. Hivyo familia tunamuombea Mwenyezi Mungu amtie nguvu ili aweze kutekeleza majukumu yake na azidi kustawi siku hadi siku. Pia natumia nafasi hii kushukuru sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa jitihada walizozifanya, kama afande CDF alivyoeleza hapa, kuhakikisha kwamba angalau tunaona mwili wa kijana wetu na kumstiri kwa mujibu wa mila na desturi. Tunamshukuru sana afande CDF mwenyewe, pamoja na kwamba anasema ametumwa, lakini na yeye pia tunamshukuru sana. Angekuwa mwingine pia angeweza kumtuma hata mtu mwingine. Tunamshukuru sana. Mungu akubariki sana.